Tunatambua 95% ya wabunge hapa ndani. Tuna wakulima, tuna wafugaji, tuna wavuvi kwenye majimbo yetu. Na tunatambua changamoto ambazo wakulima wetu wanapata, wavuvi wetu wa taifa hili wanapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kwenye sura ile 332 ilikuja hapa na mapendekezo ya kutoza 1% ya tozo ghafi kwenye mali ghafi ya mauzo ya kwenye bidhaa hizi za kilimo, uvuvi na ufugaji. Waheshimiwa wabunge walicharuka na walisema hili haliwezekani, na tuishukuru serikali pia hii imeiondoa. Hiyo ni hatua kubwa, hongereni kwa usikivu. Tuwahakikishie wakulima wa taifa hili, wafugaji wa taifa hili, wavuvi wa taifa hili, kwa kutambua mchango wao mkubwa, na sisi kama wawakilishi wao tuliona hii inaenda kuwa kadhia kubwa sana kwao, na ndio maana tumeiambia serikali. Lakini tuwashukuru serikali kwa maono makubwa, kwa usikivu mkubwa, na mmeiondoa. Sasa hii tozo pia haipo. Hongereni sana na tunaishukuru sana serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ambalo naenda kuipongeza serikali, tukiangalia sura 161, serikali ilikuja hapa tukiwa na lengo la kutafuta fedha kwenye mfuko, kwenye hii huduma ya bima ya afya kwa wote, na mapendekezo yao ilikuwa ni kuongeza shilingi 10 kwa kila kilo ya sukari. Ninyi mnafahamu waheshimiwa wabunge, huko vijijini sukari si hitaji la mzamza, ni hitaji la msingi kama hitaji jingine. Tumeshuhudia wazee wetu vijijini wakikosa sukari wanakoroga mpaka chumvi ili wanywe uji. Kwa hiyo tukasema hapana, serikali muangalie upya jambo hili, litakwenda kuathiri wananchi wetu. Sukari ni jambo la msingi sana. Serikali hii mmekuwa sikivu tena kwa kuiondoa kodi hii. Hongereni sana. Hongereni sana sana kwa kujali utu wa Watanzania. Hongereni sana. Kwa kweli mambo haya Mheshimiwa Mwenyekiti ni mambo makubwa ambayo pamoja na kwamba serikali mlileta mapendekezo bungeni, mmesikiliza sisi wawakilishi wa wananchi na tumewaambia na tumetafuta maeneo mbadala ya kufanya, na mmetusikiliza, kwa sababu sisi ndio tunaokaa na watu wetu huko nje na ndio tunaojua hali zao. Ninawapongeza sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kila mbunge aliyesimama kwenye bunge hili amezungumza swala la ubovu wa barabara. Lakini tunatambua kila mheshimiwa mbunge aliyekuwepo humu amezungumzia changamoto za barabara. Ni bunge hili lililoshinikiza serikali kwamba ni wakati sasa wa zile 70% hela za mifuko ziende moja kwa moja kwenye mifuko badala ya kwenda moja kwa moja kwenye kapu la serikali. Serikali niwapongeze tena kwamba sasa hivi mmekuja na mabadiliko ya sheria ile ya 170 kwamba hizi fedha za mifuko 70% ya fedha zote zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ya barabara. Hiyo itatusaidia waheshimiwa wabunge, barabara zetu, mifuko yetu hii iwe na pesa za kuweza kurekebisha barabara zetu.